Safi mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, mwaka 2026 idadi kubwa ya wafuasi wa chama Chadema, chama Mheshimiwa Tundu Lissu alichokuwa kikiongozwa kabla ya kukamatwa kwake, waliweza kudai kwamba hawapo tayari kwa ajili ya maridhiano yoyote yale kati ya chama hicho Chadema na chama tawala cha CCM. Haya yote ni kufuatia kuzuiwa kwa chama hicho Chadema kushiriki katika zoezi la uchaguzi kikatiba katika uchaguzi ulioweza kufanyika mwaka 2025. Mtazamaji wangu, leo hii ni habari njema, kwani Mheshimiwa Tundu Lissu naye ameweza kuamini na kukubaliana na hatua na kile ambacho kiliweza kuamuliwa na chama Chadema ya kwamba hakutakuwa na maridhiano yoyote yale. Ila mtazamaji wangu, kuna changamoto nyingine inayozidi kuibuka kutokana na hukumu inayozidi kupangwa. Hukumu hii ni dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu iwapo kweli chama Chadema hakitaweza kushiriki maridhiano, jambo ambalo ni jambo la kimsingi mno katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi huo wa serikali ya awamu ya 7 muhula wa kwanza ama awamu ya kwanza. Mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, usikose kulike na kushare video zetu. Naam, mtazamaji wangu, gumzo nzito linalozidi kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii ni ya kwamba ni kwa nini hukumu inazidi kupangwa dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kesi ya uhaini, jambo ambalo maelfu na mamilioni ya vijana Gen Z na baadhi ya Watanzania waliweza kufahamu kwamba kesi ya uhaini yake Mheshimiwa Tundu Lissu iliweza kuhusiana na siasa za mwaka 2025 wala hakuwa na nia yoyote ile ya uhaini. Hivyo basi wengi waliweza kutarajia Mheshimiwa Lissu ataweza kuachiwa huru, ila ni tofauti kabisa na kile ambacho kinazidi kuendelea kushuhudiwa. Mtazamaji wangu, kile kinachozidi kuzungumzwa na kuendelea kujadiliwa ni ya kwamba kwake Mheshimiwa Lissu aweze kuachiwa huru, kwanza kabisa chama Chadema kitaweza kulazimika kuvunja kile walichoweza kukubaliana na baadhi ya wananchi wa Tanzania ya kwamba hakutakuwepo na maridhiano, bali maridhiano yaweze kufanyika, na ndipo ambapo hatua ya kesi yake Mheshimiwa Lissu itaweza kusikizwa. Maamuzi yatakayokuwa yakiamuliwa ni yale ya kuridhisha na kufurahisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, hasa wafuasi wa chama Chadema. Ila ukweli na uhalisia, kile kinachozidi kutarajiwa kuamuliwa kwa kesi yake Mheshimiwa Lissu, kwa kuwa zoezi la uchaguzi wa mwaka 2025 liliweza kukamilika na kwa njia moja ama nyingine, jambo la kuvunja moyo ni ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu hakuweza kufanikiwa kufanikisha azma yake aliyokuwa nayo kwa Jamhuri ya Tanzania, yeye aweze kuwa rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania, pia aweze kufanikisha ahadi ya kuongoza Jamhuri ya Tanzania katika mwelekeo aliyoamini mwelekeo huo ndio sahihi, na aliweza kuamini kwamba mwelekeo huo ungeweza kuleta manufaa mengi katika Jamhuri ya Tanzania na kufaidisha hata kufanikisha mwananchi wa chini nchini Tanzania, jambo ambalo Watanzania wengi, vijana Gen Z kwa ujumla, waliweza kukubaliana nalo. Ila kutokana na kizuizi kilichokuwa kimeweza kuwekwa, azma hiyo haikuweza kufanikiwa, na leo hii kwa mara nyingine Mheshimiwa Lissu akijaribu kufanikisha azma yake ya kuwa huru na kutoka huko gerezani anakozidi kuzuiwa na kesi ya uhaini, kizuizi kipya kimeweza kuwekwa, jambo ambalo idadi kubwa ya Watanzania wanazidi kudai kwamba ni usaliti unaozidi kufanyika. Ila mtazamaji wangu, mimi hapa nina sababu kwa nini kitu ya aina hiyo ama hatua ya aina hiyo inazidi kumkumba Mheshimiwa Lissu. Ningependa turudi nyuma kidogo. Kwanza kabisa tunafahamu jinsi gani ambavyo
kabla ya kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu alivyokuwa akikusanya watu kwa idadi kubwa katika mikoa mbalimbali huko Tanzania, jambo ambalo liliweza kushinda wapinzani wakuu wa chama Chadema, ambapo ni Mheshimiwa Tundu Lissu akipinzana na chama cha CCM. Viongozi wa CCM waliweza kulazimika kuanza kulipa watu ili wahudhurie rali zao. Hivyo basi taswira hiyo kwa mara nyingine huenda ikaweza kujirejelea. Na mtazamaji wangu, kwa jinsi ambavyo Mheshimiwa Lissu yupo, ni kiongozi ambaye hapendi ukiukaji wa haki za binadamu, ni kiongozi ambaye angependa haki ziweze kupatikana kwa familia kadha wa kadha walioweza kupoteza upendo wao. Mtazamaji wangu, amini usiamini, moja kwa moja kutaweza kuanza kufunguliwa kesi kwa wale wote walioweza kuhusika kwa utumiaji wa nguvu kupita kiasi kukabiliana na vijana jenzi waliokuwa wameweza kujitokeza kwa maandamano ya amani mwaka 2025. Wataweza kufanya uchunguzi na wataweza kukamatwa moja baada ya mwingine, jambo ambalo kwa mara nyingine Mheshimiwa Lissu ataweza kufanikisha kuleta wale wote walioweza kufanya mambo hayo yasiyoweza kufurahisha na kwenda kinyume na haki za binadamu. Ataweza kuwaweka mbele ya macho ya Watanzania wengi, jambo ambalo ndilo Watanzania wengi hivi sasa wanazidi kulililia, ila ni vigumu kwa wao kulizungumzia, hasa kutokana na yale yanayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kwa jambo lingine ama hatua nyingine, Mheshimiwa Lissu anafahamu jinsi gani ambavyo maridhiano ni kitu muhimu mno kwa uongozi ulioko madarakani. Hivi sasa kuna baadhi ya Watanzania hawatambui uongozi ulioko madarakani, ila kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Lissu na vyama vingine pinzani watakubali waweze kuketi kufanya majadiliano, mwisho siku waweze kubaini kwamba baada ya maridhiano tuliyoweza kuyafanya tumeweza kukubali kuweka tofauti zetu kando. Hii mtazamaji wangu itazidi kubainisha ukweli ama jambo la kuvunja moyo ya kwamba jenzi yoyote yule aliyeweza kupata jeraha wakati wa maandamano, aliyeweza kuaga dunia wakati wa maandamano, yote yataweza kubaki historia na haki hazitaweza kupatikana, jambo ambalo familia hazipo tayari kwa hatua kama hiyo. Na kwa kuwa Mheshimiwa Lissu analifahamu hilo, ndipo ambapo yeye pamoja na kina Mheshimiwa John Heche ambaye mwenyekiti msaidizi mshikililizi hivi sasa hawapo tayari kabisa kwa maridhiano ya aina yoyote ile. Mtazamaji wangu, kweli ukiangalia kwa taswira moja ama nyingine, maridhiano kipindi na wakati ambapo yataweza kufanyika, kuna baadhi ya watu wataweza kufaidika na maisha yataweza kuendelea kama hakuna chochote kibaya kiliweza kutokea. Baadhi ya watu ambao wataweza kufurahia mno ni viongozi walioko chini ya serikali ya awamu hii ya 7 muhula wa kwanza. Viongozi hawa ama chama cha CCM kwa ujumla, ijapokuwa kuna baadhi ya viongozi CCM hawakubaliani na uongozi unavyozidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania, baadhi ya wale watakaokuwa wakikubali wataweza kupata nguvu hata kuanza kuzungumzia jinsi ambavyo wameweza kufanikiwa kukabiliana na hali tete iliyokuwa ikikumba chama hicho cha CCM na uongozi ulioko madarakani na kushinda. Ila tunafahamu jinsi gani ambavyo watakuwa wameweza kumshinikiza ama kumweka pabaya Mheshimiwa Lissu hadi kukubali maridhiano. Na mtazamaji wangu, wewe hapo, iwapo ni vyema utochie maoni yako katika uwanja wa comment section baada ya kutizama video hii hadi mwisho. Utuambie, je, wewe hapo mtazamaji wangu unakubaliana na maridhiano? Je, maridhiano yakiweza kufanyika ni sawa? Tunajua jinsi gani ambavyo uchumi kwa mara nyingine utaweza kuanza kuwa stable. Baadhi ya wafanyabiashara walioweza kupoteza mabilioni ya pesa, wengine kukimbia kwenda katika mataifa mengine kufanya biashara, wataweza kurejea nchini Tanzania kwa ajili ya kuendeleza biashara zao, jambo ambalo litaweza kusaidia uongozi ulioko madarakani
uweze kuwatoza ushuru na kupunguza gharama kubwa ya maisha inayozidi kushuhudiwa hivi sasa. Na iwapo wewe hapo mtazamaji wangu hukubaliani kamwe na maridhiano yanayozidi kupendekezwa kujadiliwa kufanywa, je, upo tayari kwa jinsi ambavyo? Kwanza kabisa itakuwa ni jambo la kuvunja moyo, kwani Mheshimiwa Lissu kwa muda ataendelea kupitia kipindi kigumu. Chama pinzani, chama Chadema, kitaendelea kukanyagiwa kisiasa. Pia baadhi ya media na vyombo vya habari nchini Tanzania vitaweza kukosa uhuru wa kufanya habari. Sote tunafahamu jinsi gani, ama kwa njia moja ama nyingine, baadhi ya vitu ambavyo viongozi wakuu wa chama Chadema walikuwa wakiomba kabla ya uongozi kuingia madarakani, ama kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, walikuwa wanaweza kuomba reforms ziweze kufanyika. Baadhi ya reforms iwapo zingeweza kufanyika, mtazamaji wangu, leo hii Jamhuri ya Tanzania isingekuwepo hatua ama mahali ilipo. Maana sio siri, uongozi ulioko madarakani hivi sasa, wao ndio ambao wataweza kuongoza Jamhuri ya Tanzania kwa vile wanavyozidi kutaka kwa manufaa yao. Na ndipo ambapo tuliweza kushuhudia juzi kati baadhi ya pesa zilizokuwa zimeweza kuporwa hazikuweza kutolewa idadi kamili. Ilikuwa imeratibiwa takriban bilioni 6, ila iliweza kupunguzwa hadi takriban bilioni 3. Sasa wewe hapo utaweza kujiuliza, je, bilioni hizi 3 zingine ziliweza kupotea ama kutoweka katika njia ya mikono ya akina nani? Je, ni wahusika ama waliokuwa wameweza kupatikana na pesa hiyo isiyokuwa ya halali? Ila mtazamaji wangu, kwa yale yote yanayozidi kushuhudia hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, maridhiano yanazidi kushinikizwa, ila Mheshimiwa Lissu hayupo tayari na chama Chadema hakipo tayari. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.